Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Tupo kwenye kujifunza funguo za kuutawala ulimwengu wa roho, maeneo yatakao kusaidia kuutawala ulimwengu wako wa kiroho. Na funguo tumepita, kama ni mara yako kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa, nimefundisha funguo ya kwanza ya kuutawala ulimwengu wako wa roho, nikafundisha nguvu ya kiroho. Utaliona hilo somo hapo kwenye akaunti hii, kwenye channel hii utaliona hilo somo hapo. Lakini pia nikafundisha funguo ya pili ya kuutawala ulimwengu wa roho, nikasema uwe na neno. Kama una neno, neno linafungua ulimwengu wako wa kiroho. Lakini leo nataka nifundishe funguo ya tatu ya kuutawala ulimwengu wa roho, yani utawala ulimwengu wa roho. Ukiwa katika maeneo, funguo ya tatu hii ni ya muhimu sana katika ulimwengu wa roho, ili kuutawala ulimwengu wa roho. Funguo ya tatu nitafundisha kwa habari ya maarifa ya kiroho, maarifa ya kiroho au ufahamu wa kiroho, akili za rohoni, ufahamu wa rohoni. Hiki nataka tujifunze siku ya leo, ni funguo ya tatu itakayokupa kuutawala ulimwengu wako wa kiroho. Tutaanza kama ifuatavyo: ufahamu wa kiroho au maarifa ya kiroho. Watu wengi huwa wanajiuliza, nichukue fursa hii kukwambia, kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel hii pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukwambia unaweza ukasubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu. Tunapotuma kipindi unakuwa wa kwanza kukipata kwa muda mwafaka. Subscribe, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, weka like hapo, unaweza kuweka comment yako hapo chini, ulichojifunza na unachotaka tutajifunza katika jina la Yesu aliye hai. Kwa ufunguo wa tatu ni maarifa ya kiroho. Watu wengi ni waombaji sana leo, watu wengi wana neno. Kwa ukiwa na nguvu ya rohoni alafu ukawa na neno alafu ukakosa maarifa ya kimungu, huwezi toboa. Lazima kushinde tu wachawi, lazima kushinde tu wakuagiza. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Maarifa ya kiroho, wengi wachawi wanajua kwamba Mkristo aliyeokoka akampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake ana nguvu kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Mkristo aliyempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake ana nguvu kubwa katika ulimwengu wa kiroho. Nini nataka nifundishe? Luka sura ya 10 mstari wa 19. Maandiko yanasema, tazama tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui Shetani, wala hakuna kitakacho tuzuru. Lakini angalia leo, Wakristo wangapi wanayo mamlaka? Maana baada ya kupewa tu sala ya toba, ile mamlaka ya kimungu ilikuwa juu yako. Baada ya kupewa tu sala ya toba, mamlaka ya Kristo ilikuwa juu yako. Lakini angalia ni mapito mangapi Wakristo leo wanapitia. Bado uko kanisani, shida ziko pale pale. Bado uko kanisani, magonjwa yako juu yako. Bado uko kanisani, unarogeka tu. Bado uko kanisani, ndoto mbaya unaota. Mara unalishwa chakula, mara unaota unafukuzwa na nyoka, mara unaota unafukuzwa na ng'ombe, mara unaota unashambuliwa huko kijijini, unaota huko mashuleni, unaota unafanya mitihani. Lakini nguvu ya Mungu unayo. Nguvu ya Mungu unayo. Maana baada ya kumpokea Kristo, Mungu aliweka nguvu ya Mungu ndani yako. Sasa nini kilipotea? Maarifa ya kiroho, ufahamu wa kiroho, maarifa ya kiroho. Kwa katika ulimwengu wa roho, wachawi hawaogopi wewe kama ni mwombaji. Katika ulimwengu wa roho, wachawi hawaogopi kama ni mhubiri. Katika ulimwengu wa roho, wachawi hawaogopi kwamba unalijua neno. Katika ulimwengu wa roho, wachawi hawaogopi kwamba unafunga sana. Wanaogopa mtu mwenye nguvu ya Mungu, mwenye neno na mwenye maarifa ya kiroho, mwenye akili za kiroho.
kwamba unapopata changamoto au shida ya rohoni, namna unavyoitatua wewe. Kwa mfano, umeota ndoto unalishwa chakula, namna unavyoweza, niombeje, nimeota ndoto nakula chakula, niombeje, nimeota ndoto niko shuleni nafanya mitihani, nimeota ndoto niko darasani, niombeje. Nguvu ya kiroho unaweza ukawa nayo, neno unaweza kuwa nalo, lakini ukikosa maarifa ya kiroho huwezi shinda vita hiyo, huwezi shinda vita hiyo. Kwa hiyo funguo wa 4 ni wa muhimu sana, muombe Mungu maarifa ya kiroho. Danieli sura ya 1 mstari ule wa 17. Danieli sura ya 1 mstari wa 17. Na ndio maana katika ulimwengu wa roho, mchawi kabla haja kuroga huwa anafunga ufahamu wako wa rohoni, huwa anashika ufahamu wa rohoni. Mchawi kabla haja kuroga huwa katika ulimwengu wa roho anafunga ufahamu wako wa rohoni, au anashika ufahamu wako wa kiroho. Hebu tuangalie sasa kitakachokupa kushinda au kutoka kwenye hiyo vita. Kitakachokupa kushinda au kutoka kwenye hiyo changamoto ni ufahamu wa kiroho. Ukikosa ufahamu wa rohoni, tateswa. Na ndio maana nataka nikwambie ya kwamba nyakati tulizo nazo, watu wamechukia wokovu, watu wamechukia makanisani. Maana anaenda kuabudu aoni matokeo, anaomba aoni matokeo. Ufahamu wa rohoni kukosekana, huwezi shinda vita. Danieli sura ya 1 mstari wa 17. Maandiko yanasema katika Danieli sura ya 1 mstari wa 17, basi kwa habari ya hao vijana 4 Mungu aliwapa maarifa na ujuzi na elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Danieli sura ya 1 mstari wa 17. Maandiko yanasema kwa habari ya hao vijana 4 Mungu aliwapa ufahamu. Vijana walikuwa 4, Mungu akampa Danieli ufahamu katika ndoto na maono. Tunaona Danieli alikuwa na ufahamu katika ndoto, na katika Biblia ukisoma historia ya watu waliocheza na ndoto, waliopambanua ndoto, alikuwepo Yusufu, alikuwepo Danieli. Lakini Danieli ndiye alikuwa mtafasiri wa ndoto kubwa kuliko zote. Danieli ndiye alikuwa anazichambua ndoto kuliko wote. Kiota tu sanamu, nimeota sanamu, mara chuma, mara udongo, mara nini, anatoa tafasiri zake. Mara nimeota hiki, anatoa tafasiri zake. Lakini kilichompa kutafasiri Danieli ndoto zile, alikuwa na ufahamu wa kiroho katika eneo la ndoto, katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, ufahamu asili yake ni ulimwengu wa roho, chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya anasema, nawe katika siku za mwisho Bwana ataachilia roho ya hekima, roho ya maarifa na roho ya ufahamu. Ufahamu ni roho ambao Mungu anampa mtu. Kwa hiyo tunaanza kuona, ili kuuelewa ulimwengu wa roho, ili kuutawala ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho wa ndoa, ulimwengu wa roho wa biashara, ulimwengu wa roho wa kazi, ulimwengu wa roho huduma, ulimwengu wa roho wa pesa, ulimwengu wa roho uchumi, lazima uwe na ufahamu katika hilo eneo. Lazima uwe na ufahamu katika hilo eneo. Kwa Danieli anaweza kutatua mambo yake ya kiroho, kutatua vitu vya kiroho. Kumbuka, ndoto ni jambo la rohoni. Kumbuka, ndoto asili yake ni ulimwengu wa roho, kwa sababu alilala usiku akaota ndoto zile. Maana yake asili yake ni ulimwengu wa roho. Kwa ili Danieli atatue ndoto zile, lazima Danieli alisimama katika roho. Danieli alitembea katika roho ili atatue vitu vya rohoni, kilichomsaidia ufahamu. Kwa hebu angalia leo, wangapi unapita kwenye vita vya ndoto? Labda unaota unakula chakula, lakini hujui namna kutoka kwa sababu una ufahamu. Wangapi unapita kwenye vita vya ndoa, hujui namna kutoka
Sio kwamba umeshindwa kuomba, sio kwamba umeshindwa kufunga, sio kwamba umeshindwa kukesha. Unajua kuomba, unalo neno, umekosa ufahamu. Kwa ufunguo wa tatu wa kuutawala ulimwengu wa roho ni ufahamu wa rohoni. Ufunguo wa tatu wa kutawala baraka zako katika ulimwengu wa roho ni ufahamu wa rohoni. Ukikosa ufahamu katika ulimwengu wa roho, huwezi kutoka kwenye changamoto au matatizo. Na hiki ndicho ambacho kinasababisha watu wengi wanashindwa kutoka katika matatizo au changamoto wanazopitia. Sio kwamba wanashindwa kuomba, sio kwamba wanashindwa kufunga, sio kwamba wanashindwa kukesha. Kilichokosekana kwao ni ufahamu wa kiroho. Bwana akupe ufahamu wa kutoka kwenye hiyo tatizo. Na ukikosa ufahamu, huwezi kutoka kwenye hiyo tatizo katika ulimwengu wa kiroho. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Hebu angalia Hosea 4:6. Kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Maandiko yanasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hauangamizwi na wachawi, hauangamizwi na wakuu wa giza, hauangamizwi na wakuu wa anga kwa kukosa pesa, hauangamizwi na wakuu wa giza kwa kukosa kazi, hauangamizwi na wakuu wa anga kwa kukosa ndoa. Unaangamizwa kwa kukosa maarifa, ule ufahamu wa rohoni, namna ya kutoka kwenye changamoto, namna ya kutoka kwenye shida, namna ya kutoka kwenye vita, namna ya kutoka kwenye matatizo. Ukikosa ufahamu wa rohoni, huwezi fanikiwa. Kwa katika funguo zinazoweza kufungua maisha yako, ulimwengu wako wa roho ufanikiwe kiuchumi, kimafanikio, kibiashara, kikazi, maarifa ya rohoni. Muombe Mungu akupe maarifa ya kiroho katika kila eneo unalofanya, iwe la biashara, iwe la kazi, iwe la uchumi, katika ulimwengu wa roho. Muombe Mungu akupe maarifa ya kiroho kwa kila unachokitenda katika ulimwengu wa kiroho. Ukikosa maarifa katika kila unachokifanya, huwezi fanikiwa, huwezi inuka, huwezi tawala. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu aliye hai. Unaweza kunifuatilia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Katika channel hii tafundisha ufunguo wa 4 wa kufungua ulimwengu wako wa roho. Ufunguo wa kwanza tumejifunza ni nguvu ya kiroho. Ufunguo wa pili tumejifunza ni neno. Ufunguo wa tatu tumejifunza maarifa ya kiroho. Ufunguo wa 4 naomba unifuatilie, tutajifunza, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, ili upate vipindi vyetu kwa wakati, unaweza ukasubscribe channel hii ili upate masomo yetu kwa wakati. Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Amen.